Karibu sana kwenye Pesa Vibe, sehemu ya maarifa, motisha na elimu ya fedha kwa Kiswahili chetu. Leo tunaongelea hofu ambayo karibu kila mtu anaipitia, hofu ya kukataliwa. Je, umewahi kuhisi hofu ya kuuliza kazi kwa sababu unaogopa kuambiwa hapana? Au kuanzisha biashara lakini unajiambia watanicheka au watanikataa? Hii video ni kwa ajili yako. Tutachambua hofu ya kukataliwa inatoka wapi, inavyotuzuia kufikia mafanikio, mbinu 7 za kuishinda kisayansi na kwa vitendo. Kaa hadi mwisho, kuna zoezi maalum litakalokusaidia kuanza safari yako ya ushindi dhidi ya hofu ya kukataliwa. Hofu ya kukataliwa ni nini? Kukataliwa ni hali ya kuambiwa hapana, kukataliwa na watu au kuona watu hawataki unachowapa. Lakini hofu ya kukataliwa ni zaidi ya hilo, ni hofu ya maumivu ya kihisia, kudharaulika au kuonekana hujatosha. Mfano halisi. Mtu anataka kuanzisha channel ya YouTube, lakini anahofia hakuna atakayetazama au watu watamkosoa. Kwa hiyo anajiondoa kabla hajaanza. Ukweli ni huu. Ubongo wa mwanadamu una sehemu inayoitwa amygdala ambayo hutambua hatari. Kukataliwa kunachukuliwa kama hatari ya kijamii, sawa na hatari ya kimwili. Ndiyo maana moyo unadunda, unatetemeka na unakata tamaa kabla hata hujachukua hatua. Madhara ya hofu ya kukataliwa. Unajua nini kinatokea unapompa hofu hii nafasi? Unakosa fursa za maendeleo, unakosa ujasiri wa kujaribu vitu vipya, unaishi kwa kutaka kukubalika tu, unapoteza ndoto zako polepole. Utafiti mmoja wa chuo kikuu cha Stanford ulionyesha kuwa watu wengi hufeli sio kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu waliogopa kujaribu. Kukataliwa hakumuumizi mtu, lakini hofu ya kukataliwa inaua ndoto nyingi. Chanzo cha hofu hii. Hofu ya kukataliwa mara nyingi huanzia utoto, labda ulishawahi kuambiwa wewe huwezi, shule, kudharauliwa na walimu au wenzako, mahusiano, ulishawahi kupendwa kisha kuachwa, mazingira, jamii inayokosoa badala ya kuhamasisha. Kila tukio la maumivu linamwambia ubongo wako usijaribu tena, lakini ukweli ni kwamba kukataa sio mwisho, ni sehemu ya safari ya mafanikio. 4. Mbinu 7 za kushinda hofu ya kukataliwa. 1. Kubali hofu kama kawaida ya kibinadamu. Usijione dhaifu kwa kuwa unaogopa. Watu wakubwa kama Elon Musk, Oprah Winfrey na Steve Jobs walikumbana na kukataliwa. Jambo la kwanza ni kukubali kwamba ni kawaida. 2. Tambua hofu yako kiundani. Jiulize, naogopa nini hasa? Kuonekana mjinga na jamii au kukataliwa na marafiki? Kujielewa ni hatua ya kwanza ya kutibu. 3. Amini thamani yako. Kumbuka, kukataliwa hakumaanishi huna thamani. Mtu akisema hapana, hajakataa utu wako, bali labda hajahitaji unachotoa kwa wakati huo. Jifunze kujiamini hata bila kibali cha watu. 4. Tafuta kukataliwa kwa makusudi. Hii ni mbinu maarufu iitwayo rejection therapy. Lenga kukataliwa kila siku mara moja, kama kuomba discount dukani au kuuliza mtu mgeni jambo gumu. Kadri unavyokataliwa, ndivyo unavyojenga misili ya ujasiri na kuona kama jambo la kawaida. 5. Jifunze kutenganisha wewe na matokeo. Matokeo si wewe. Kama biashara haikufanikiwa, haina maana wewe ni mbaya. Tenganisha utu wako na matokeo ya nje. 6. Zungukwa na watu sahihi. Marafiki wa kweli watakutia moyo hata ukikataliwa. Zungukwa na watu wanaokuona kwa jicho la imani, si la hukumu. 7. Jifunze kutoka kwa kukataliwa. Kila hapana lina funzo. Pengine hujajieleza vizuri, pengine si muda sahihi. Chukua kila kukataliwa kama mafunzo, sio kushindwa. Ebu chukua daftari au simu. Andika mambo 3 ambayo unaogopa kuyafanya kwa sababu unaogopa kukataliwa. Halafu andika hatua moja ndogo unayoweza kuchukua wiki hii kuelekea jambo hilo. Mfano,
Hofu: kuomba kazi kwa kampuni fulani. Hatua: kutengeneza CV leo na kuandika barua ya Amobi kesho. Fanya hivi kila wiki. Utaona jinsi hofu inavyoanza kupotea polepole. Kukataliwa sio mwisho, ni daraja la mafanikio. Watu wote waliotimiza ndoto kubwa waliwahi kukataliwa mara nyingi, lakini hawakuacha. Na wewe usikubali hofu ikushikilie tena. Kama umejifunza jambo leo, like, subscribe na shiriki video hii na mtu anayehitaji kusikia haya. Hii ni Pesa Vibe. Tunainua maisha yako kifedha, kiakili na kimwili. Tukutane kwenye video inayofuata. Usisahau, hofu ya kukataliwa ni ya kawaida, lakini si lazima ikushinde. Wewe unaweza.